المدينة فاستضاء بنوره هذا المكان فلا ظلام ولا ذبول ودعا لها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الفضلاء، مرحبا بكم في اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك. Karibuni tena kwa mara nyingine katika tarehe 10 ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tukiwa hadi leo tumeigawanya Ramadhani katika sehemu tatu. 10 ya kwanza inamalizika leo na hatimaye zimebakia 2 biidhnillahi karim. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala tutakabalie dua zetu tulizozitanguliza na atughufurie kasoro zetu ya rabbal alamin. Msikilizaji mtukufu wa Kiislamu, naam, tunaendelea na hadithi ya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir, radhi za Mwenyezi Mungu zimfikie yeye na baba yake na masahaba wote, aendelea kusimulia ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuwafahamisha ni mambo gani ambayo kwamba anayoyataka ili wamuahidi ya kuwa watasimama nayo kufa kupona na kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na akawaahidi kwamba endapo mtatekeleza mtapata janna. Asema Jabir kama namna anavyosema Ibn Ishaq ya kuwa baada ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaka ahadi za wale maansari na wale wakazi wa Madina, asema Ibn Ishaq inna aba umamata as'ada ibn Zurara kana awwala man daraba ala yadihi. Akainuka huyu As'ad ibn Zurara akawa ndiye wa kwanza kumpatia Mtume sallallahu alaihi wasallam ahadi, na ahadi zao walikuwa wakizitoa kwa kupeana mkono na Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwahidi ya kuwa nimekubali kwa yote ambayo kwamba ulioyataka kutoka kwetu. Akawa Mtume sallallahu alaihi wasallam anapokea mkono wa mkazi wa Madina baada ya kuwa amechukua ahadi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimwambia walaka bidhalika aljanna, na wewe utapata janna kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Asema Jabir faqumna ilayhi rajulan rajula, asumulia Jabir tukainuka mmoja mmoja katika wale wanaume, wakawa wanakwenda mmoja mmoja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumpatia mkono na kumwambia kwamba ninakupatia ahadi kwa yote ambayo kwamba uliyotaka ya kuwa nitasimama nayo kama namna ulivyoyataka ya Rasulullah. Akawa Mtume sallallahu alaihi wasallam yu'tihim bidhalika aljanna, anawapatia bishara ya janna kwa kila yule ambaye kwamba anayemsalimia. Rudi katika mapokezi ya Bukhari haya ya Jabir ya kwa Imamu Ahmad, rudi kwa Imamu al-Bukhari. Kumbuka katika kikao kile kilikuwa kimekusanya maansari wakazi wa Madina 73 kutokamana na wanaume, wakawa ahadi zao wamezitoa kwa kupeana mikono, na kwenye kikao kulikuwa kuna wanawake wawili. Ilipofikia dori ya wanawake kutoa ahadi, je, wanawake walitoa mkono? La, kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam hajawahi kushika mkono wa mwanamke. Imekuja mapokezi kwa Bukhari kutokamana na hadithi ya Aisha radhiyallahu anha. Asema Aisha wallahi ma massat yadu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yada imra'atin qattun ghayra annahu bay'ahunna bil kalam. Asumulia Aisha na asli mapokezi ya Bukhari, asema kuwa wallahi ninaapa kwa utukufu Allah subhanahu wa ta'ala, haujawahi mkono wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kugusa na kushika mkono wa mwanamke yoyote. Kisha asema na ilipofikia siku ile ambapo kwamba wanawake wanataka kutoa ahadi zao kwenye muda ambao kwamba wanaume wanatoa mikono, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakupokea mikono ya wanawake, bali aliwekeana nao ahadi kwa kupitia maneno peke yake. Wakawa wanawake wanatoa ahadi zao kwa kupitia maneno peke yake bila ya kutoa mikono kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu yangu mtukufu wa Kiislamu, kipi kinachoendelea? Endelea kuwa nasi biidhnillah ili tufahamu zaidi na zaidi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا لابتيها والملائك عندها حرس فلا الدجال داخلها يصور.